Naitwa Barnabas Okola, ni katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro. Kimsingi niko mbele yenu, kuna mambo ya msingi ambayo nataka niyazungumze kuhusu chama chetu na mustakabali wa chama chetu. Kimsingi wanahabari, kuna mambo yamekuwa yakivuma yakizunguluka kwenye mitandao ya kijamii katika nchi yetu na maeneo mbalimbali. Kama mnafahamu, yamekuwa yakizungumzwa mambo ambayo yakimhusisha makamu wetu mwenyekiti wa Chadema, kwamba kuna michango ya tone tone, ile michango ambayo tunaomba kwenye chama kwamba haifiki kwenye chama. Sasa kwa maoni yangu, ama naweza kuzungumza kwa kusema kwamba hili jambo ni jambo si jema kusikika, na siku zote jambo likivuma na lisiposemewa popote linaweza kuonekana kuwa likawa ni kweli. Ni vitu ambavyo si sawa, kwa sababu Chadema ni chama ambacho Watanzania wanatumaini nacho, ni chama ambacho wanaamini kitaleta mageuzi, ni chama ambacho wanaimani nao. Sasa yakitokea mambo yanayozungumzwa kuhusiana na fedha, yanashusha morali ya watu, yanapunguza trust kwa watu. Kwa maana sasa hata uendeshaji wa shughuli, namna ya kuchangisha wanachama, kuchangisha wapenzi na mashabiki wa Chadema inakuwa changamoto. Sasa zipo tuhuma kwamba makamu mwenyekiti anapata michango kutoka kwa wadau na wale wanaokipenda Chadema na afikishi kwenye chama. Sasa mambo haya ukiyasikiliza, ukiyatazama, si mambo mazuri, na niseme kwamba Chadema hatuongozwi na malaika. Yaani viongozi wa Chadema sio ni malaika, ni binadamu. Kwa kama ni binadamu, kuna zile kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea. Kwa kimsingi, kama kuna hizi tuhuma, ni vema mamlaka zetu sasa za kichama zika take over, zikaona namna gani ya kushughulikia, kama ni uchunguzi ufanyike na majibu yaje yatoke, ili kutoa hiyo sintofahamu kutoa sintofahamu kwa wananchi. Kama issue ni serious, na chama chetu sisi ni cha demokrasia ambacho kinaruhusu maoni, kinaruhusu mawazo, basi watu wazungumze, na ikibidi hata makamu mwenyekiti, kama hizi tuhuma zimekaa mbaya sana, anaweza akapisha tu kwa uchunguzi, alafu baadaye ukweli utabainika. Kama amesingiziwa itabainika, na kama ni kweli chama kitachukua mamlaka, kwa sababu chama chetu kimeanza kuwachukulia watu wakubwa hatua. Na kimsingi nasema haya hadharani kwa sababu ni utamaduni wa chama chetu. Kama mnakumbuka, makamu mwenyekiti alishawahi kuzungumzia Iringa kwamba kuna fedha chafu ambazo zinaingia kwenye Chadema kipindi tupo kwenye uchaguzi. Alizungumzia Mwembe Togo. Alizungumza, na kuna baadhi ya wanachama na wapenzi wa chama walilalamika sana, kwa nini makamu mwenyekiti jambo hili baya ambalo linakuwa si jema likazungumzwa hadharani. Yeye mwenyekiti kwa kipindi hicho alikuwa makamu, akasema mambo ya fedha ni lazima yazungumzwe hadharani ili tuweze kutengeneza trust kwa watu, ili watu watuamini, lakini kama yanafanyika hayo mambo yaachwe. Waziri Juma Homera alipaswa kusema hivi kwamba rais ndani ya bunge alisema baada ya siku 100 mchakato wa katiba mpya utaanza. Sasa mimi nawauliza, tangu tuapishwe mwezi wa 11 mwaka jana mpaka leo imepita miezi mingapi? Miezi 7 ama 8, au sio? Miezi 8. Mchakato wa katiba umeanza? Haujaanza. Lakini nyinyi mkiwa watu wa kuridhika kwa maneno mepesi, mtamsikiliza waziri Homera kwa kile alichokisema juu ya katiba. Anasema CCM imeweka kwenye ilani yake ahadi ya katiba mpya, lakini ukweli ni kwamba CCM haitaki katiba mpya hata kidogo. Katiba mpya inaitisha CCM. CCM ikisikia neno katiba mpya huwa inaona kama itaondoka madarakani, na mara zote kazi ya CCM ni kuhujumu mchakato wa katiba mpya. Wamefanya kazi hiyo tangu ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Nyalali miaka ya 90. Hivi sasa wamebuni mbinu mpya. Wameona tukiipinga katiba mpya, kwa sababu Watanzania wanataka katiba mpya, tutakwama. Mbinu mpya walioamua kuja nayo, wameamua na wao wajifanye wanaitaka katiba mpya, kama mbinu ya kuihujumu, kuchelewesha michakato, kuchelewesha taratibu.
CCM tunawakumbusha, haitoshi tu kusema kwamba na wao katiba mpya ni ajenda yao.